Na kutoka CGTN kimataifa, hii ni Nuru ya Mashariki tuliokuandalia. Makampuni ya China yanatoa suluhisho za kijani katika mkutano wa dunia wa nishati ya baadaye. China yaendelea kutawala soko la magari duniani kwa rekodi mpya. Na migahawa yashuhudia ongezeko kubwa la nafasi zilizohifadhiwa kwa chakula cha usiku wa mkesha wa mwaka mpya wa Kichina. Kwa hayo na mengine mengi, karibu kwenye Nuru ya Mashariki. Jina langu ni Jacob Magoa, usiondoke. Na mkutano wa dunia wa nishati ya baadaye mjini Abu Dhabi umekuwa ni jukwaa la kimataifa linalowakutanisha viongozi wa serikali, wataalamu wa nishati, wawekezaji na wabunifu wa teknolojia kujadili sera, suluhisho na ubunifu unaolenga kuharakisha mpito wa dunia kuelekea nishati safi, endelevu na salama. Ronald Mutie ana maelezo zaidi. Mkutano wa dunia wa nishati ya baadaye unaoendelea mjini Abu Dhabi unaangazia ushindani wa kimataifa katika nishati safi, huku makampuni ya China ya nishati mpya yakichukua nafasi muhimu katika mpito wa nishati duniani. Mkutano huo wa siku 3 ulifunguliwa Jumanne ukiwaleta washiriki wapatao 50,000 kutoka nchi na maeneo 114 na kutumika kama jukwaa la majadiliano ya sera na teknolojia ya nishati. Takwimu zinaonyesha kwamba China inaongoza katika uwekezaji wa nishati safi, ikitumia karibu sawa na Marekani na Umoja wa Mataifa kwa pamoja, sambamba na kuongezea katika minyororo ya ugavi wa nishati ya kisasa. Moja ya mada kuu katika mkutano huu ni akili bandia katika mpito wa nishati. These systems are getting bigger, and as they get bigger and markets start to mature, we're finding that margins for asset owners are starting to tighten. And in that scenario, or in that context, what ends up happening is that how a system is designed, how a system is operated, and how a system is optimized becomes fundamentally important to how well an asset is in terms of value. And there, AI is no longer an add-on. It becomes the core generator of value in optimizing these three spaces, and that's why it's so important. Kwa Mashariki ya Kati, changamoto ni kubadilisha upanuzi wa haraka wa nishati ya jua kwa mifumo thabiti ya kuaminika. Mfano halisi ni kituo cha umeme wa jua cha Al Dhafra mjini Abu Dhabi, kilichojengwa na shirika la uhandisi wa mashine la China, kikiwa na uwezo wa gigawati 2.1 na kikifanya kazi tangu Juni mwaka 2023. Ni kituo kikubwa zaidi duniani cha kawi ya jua cha eneo moja, na kikihudumia zaidi ya familia 200,000 na kupunguza tani milioni 2.4 za hewa ya ukaa kila mwaka. We delivered a very good product to the Al Dhafra project, which is very close to Abu Dhabi. And as you can see, Abu Dhabi, the Al Dhafra project, they not only produce the renewable energy to the market, but with the help from China's product, they can also provide some stable, the output of the renewable energies. All put them together, Abu Dhabi and also the UAE, they are going to play more and more important role for the renewable energies. And China Solar, with our multiple product lines, we're going to provide our own support to these visions in the future. Zaidi ya kawi ya jua, makampuni ya China yanawekeza pia katika nishati ya upepo. Power China ilizindua mradi wa kwanza wa majaribio ya upepo UAE mwaka 2023 unaozalisha umeme wa kuhudumia zaidi ya familia 23,000 na kupunguza tani 1,020 za hewa ya ukaa kila mwaka. China-Arabic cooperation not only accelerates the energy transition of both sides, but also provide affordable, reliable, replicable, and sustainable clean energy solutions for the whole world, especially developing countries. Moving forward, there's a huge potential for deeper cooperation within industry partners in the new energy sectors. Sekta ya magari nchini China imeendelea kuonyesha ukuaji mkubwa baada ya uzalishaji na mauzo ya magari kufikia viwango vya juu zaidi kuwahi kushuhudiwa mwaka uliopita. Hii ni kwa mujibu wa takwimu mpya za sekta hiyo. Mafanikio haya yanaakisi kuimarika kwa uchumi wa viwanda pamoja na ongezeko la mahitaji ya magari ya kawaida na yanayotumia nishati mpya, kama anavyotueleza Tom Mwanjala. Takwimu zilizotolewa Jumatano wiki hii na chama cha watengenezaji wa magari cha China, yani CAAM, zinaonyesha kuwa mnamo mwaka wa 2025 jumla ya uzalishaji wa magari nchini humo ulifikia magari milioni 34.5, ikiwa ni ongezeko la 10.4% ikilinganishwa na mwaka wa 2024.
Wakati huo huo, mauzo ya magari yaliongezeka kwa asilimia 9.4 hadi kufikia magari milioni 34.4. Chama cha watengenezaji wa magari cha China kimeeleza kwamba China imeendelea kushikilia nafasi ya kwanza duniani katika uzalishaji na vilevile mauzo ya magari kwa miaka 17 mfululizo. Aidha, uzalishaji na mauzo wa magari nchini humo yamevuka kiwango cha magari milioni 30 kwa miaka 3 mfululizo. Magari yanayotumia nishati mpya yameendelea kuonyesha kasi kubwa ya ukuaji, huku uzalishaji ukifikia magari milioni 16.6 na mauzo magari milioni 16.5. Hii ni sawa na ongezeko la asilimia 29 katika uzalishaji na asilimia 28 katika mauzo ikilinganishwa na mwaka wa 2024. China imeendelea kushika nafasi ya kwanza duniani katika sekta ya magari yanayotumia nishati mpya kwa miaka 11 mfululizo. Katika mwaka huo, mauzo ya magari ya China nje ya nchi yalifikia rekodi mpya ya zaidi ya magari milioni 7. Kati ya hayo, magari ya nishati mpya yaliyosafirishwa yalifikia milioni 2.6, idadi ambayo imeongezeka mara mbili ikilinganishwa na mwaka wa 2024. Uchumi wa dunia unaonyesha dalili za kuimarika mwaka huu licha ya changamoto zinazoendelea katika masuala ya kisiasa na kijiografia. Haya yamesemwa na mchumi mkuu wa Benki ya Kimataifa ya UBS ambaye anaeleza kuwa ukuaji huo utachochewa na ongezeko la mikopo duniani, sera za kuchochea ukuaji wa uchumi pamoja na mchango wa sekta mpya za teknolojia hususan nchini China. Simiyu Wanjala anakamilisha taarifa hiyo. Benki ya UBS inatabiri kuwa uchumi wa dunia utaongezeka kwa wastani wa 3% mwaka 2026, kiwango ambacho ni kikubwa zaidi ukilinganisha na makadirio ya mwaka 2025. Akizungumza na kituo cha China Global Television Network CGTN, mchumi mkuu wa UBS duniani amesema matumaini hayo yanatokana na kuanza kuimarika kwa mikopo ya kimataifa pamoja na matumizi ya serikali katika nchi kubwa za kiuchumi. Katika mtazamo wake wa mwaka uliozinduliwa kwenye mkutano mjini Shanghai, UBS pia imeonyesha matumaini makubwa kuhusu masoko ya hisa hususan nchini China. We're seeing credit globally basically start to pick up slowly, so that's sort of more supportive. And then we have fiscal stimulus in some of the major economies. That combined is sort of enough to give us a bit more growth momentum in 26. Benki hiyo inatabiri kuwa faida za makampuni yaliyoorodheshwa kwenye soko la A-share zitaongezeka kwa 8% mwaka 2026, huku uchumi wa China ukikua kwa 4.5%. Kwa mujibu wa Captain, sekta mpya za uzalishaji zenye ubora wa juu nchini China. But what is interesting is that China has all these new economy sectors now, and those sectors are now contributing more than the property market by our estimate. And so China really looks like it's at the forefront of implementing a lot of these new technologies. And so that is something that, although you might not see it so much in the aggregate economic numbers, you will see it in the equity market. So I think increasingly investors want to be exposed to the Chinese equity market because it gives you an alternative to the US market. It's basically the other big market where you have AI exposure. Alisema sekta hizo sasa zinachangia uchumi kwa kiwango kikubwa zaidi kuliko sekta ya mali isiyohamishika. Hata hivyo, mchumi huyo alionya kuwa kuna hatari zinazoweza kuathiri mtazamo chanya wa uchumi duniani. Alitaja sera zisizotabirika kutoka Marekani, ikiwemo ushuru wa forodha na mabadiliko ya ghafla ya sera kama moja ya vyanzo vikuu vya sintofahamu. Alisema kuwa hali ya kutokuwa na uhakika iliongezeka sana katika nusu ya kwanza ya mwaka 2025, hali iliyosababisha kuporomoka kwa imani ya wafanyabiashara duniani hususan nchini Marekani. One feature of 2025 is that uncertainty really spiked in the first half of the year. So we had the tariffs, but not just the tariffs. We had many other things happening. And global confidence basically collapsed. Now it's particularly extreme in the US. And so the risk is that we get more of the same, that we basically get more policy erraticness out of the US or renewed tariffs or whatever it is. And then you perpetuate this environment of uncertainty. And that would really be, I think, a risk to the outlook, because implicitly we never assume these risks are going to keep, or these events are going to keep happening. So that would be the thing I'm sort of most worried about. Like, could the US be again a source of disruption?
Chombo kikuu cha kitaaluma nchini China kilitangaza Jumatano mafanikio makubwa katika akiolojia ya kisayansi na ulinzi wa urithi wa kitamaduni, yakitoa mwanga mpya kuhusu ubunifu wa teknolojia na mwingiliano wa tamaduni katika historia yake ya kale, yaani nchini China. Nilifuatilia taarifa hiyo na kuandalia ripoti ifuatayo. Chuo cha sayansi cha jamii cha China kilitangaza kuwa mabaki muhimu yaliyopatikana katika kaburi la Shuiwei namba 1 huko Dulan, mkoa wa Qinghai, yamekamilisha kazi kubwa ya uhifadhi na ukarabati baada ya miaka 4. Kaburi hilo linatoka enzi ya nasaba ya Tang. Miongoni mwa vitu vilivyopatikana ni silaha ya shaba iliyopakwa dhahabu ambayo ni mfano pekee wa silaha ya dhahabu ya nasaba ya Tang kuwahi kupatikana nchini China. Pia mfano uliorekebishwa unaonyesha upya mwonekano wa kifalme wa familia ya ufalme wa Tuyuhun wakati huo. Kifaa kingine muhimu ni chombo cha lakaa kilichotumika kuhifadhi zabibu ambacho kimebainika kupambwa kwa mbinu ya hali ya juu ya kuchomeka dhahabu na fedha. Kipande cha nguo kilichopakwa rangi kwa mbinu ya resist dye kimegundulika kuwa cha zamani zaidi duniani, kikiwa kimetengenezwa kabla ya mwaka wa 70 na 50 kabla Kristo kulingana na vipimo vya kaboni 14. Watafiti wanasema nguo hiyo huenda ilitengenezwa kusini magharibi mwa China na kusafirishwa hadi Chang'an, mji mkuu wa nasaba ya Tang, kupitia mifumo ya kodi na biashara. Katika ugunduzi mwingine, mabaki ya mti wa zamani wa beiberi yaliyopatikana Chujiang yana umri wa takriban miaka 1400, yakitoa funzo muhimu kuhusu chakula na maisha ya watu wa utamaduni wa Liangzhu. Zaidi ya mwezi mmoja kabla mwaka mpya wa Kichina, migahawa kote nchini China imeripoti ongezeko kubwa la mahitaji ya chakula cha mkusanyiko wa familia, huku maeneo maarufu tayari yakiwa yamejaa nafasi zote. Hamis Darwish alifuatilia na ametuandalia ripoti ifuatayo. Chakula cha mkusanyiko wa familia kinacholiwa usiku wa mkesha wa mwaka mpya wa Kichina au sikukuu ya majira ya masika ndicho mlo muhimu zaidi kwa Wachina. Kwa muda mrefu kimekuwa sehemu ya msingi ya kusherehekea mwaka mpya wa Kichina. Mwaka huu sikukuu hiyo itaangukia tarehe 17 Februari. Katika mji wa Taiyuan, mji mkuu wa mkoa wa Shanxi kaskazini mwa China, mgahawa mmoja ulisema kuwa meza zote za chakula cha mkesha mwaka mpya tayari zimehifadhiwa. Sasa tuna vyumba binafsi 36 na meza 13 katika ukumbi. Chakula cha mkesha wa mwaka mpya kimejaa kabisa. Familia nyingi zilianza kuhifadhi nafasi mapema tangu Novemba mwaka 2025. Kule Ningbo, mji ulioko mkoa wa Zhejiang mashariki mwa China, migahawa mingi maarufu imesema kuwa iko karibu kujaza nafasi zote zilizopo. Ili kupunguza msongamano wa nyakati za kilele, baadhi ya migahawa sasa inatoa chakula cha mkusanyiko wa familia katika nyakati zisizo za kilele. Sasa tunatoa mzunguko wa pili wa chakula cha mkesha wa mwaka mpya unaoanza saa 1:30 usiku. Pia tunatoa punguzo kwa chakula hiki, yani punguzo la 20% kwenye menyu. Katika Lianyungang, mji ulioko mkoa wa Jiangsu mashariki mwa China, vyumba vidogo binafsi vya mgahawa wa eneo hilo karibu vyote vimeuzwa, huku menyu zilizobinafsishwa na huduma za kupeleka chakula nyumbani zikivutia sana wateja. Mwaka huu tumezindua huduma maalum ya kupeleka chakula cha mkesha wa mwaka mpya wa Kichina nyumbani. Mwitikio ni mkubwa sana na wateja wanapenda sana chaguo hili. Mwanamke anayefuga mbuni amejizolia umaarufu mkubwa mtandaoni kupitia ufugaji wake wa ndege hao. Kupitia shughuli hizo ametoa fursa za ajira kwa wanawake katika jamii yake na kuvutia mashabiki wengi kwenye mitandao ya kijamii. Zakia Pong ana maelezo zaidi kwenye sehemu yetu ya Ifahamu China. Mambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Mwanamke anayefuga mbuni amepata umaarufu sana mtandaoni kwa kufuga ndege hao na kutoa fursa za ajira kwa wanawake katika jamii yake. Amevutia mashabiki wa mitandao ya kijamii kwa kutangaza moja kwa moja mfululizo wa matukio ya kuvutia yanayohusiana na ufugaji wa mbuni na kuuza vifaa
vya kufutia vumbi vinavyotengenezwa kwa manyoya ya mbuni. Zhang Yun aliyejulikana kama Tuo Feifei ama mbuni wanaoruka katika mtandao wa kijamii wa Douyin ana wafuatiliaji zaidi ya 7.2 kwenye jukwaa hilo aliowapata kwa kushirikisha safari yake ya kufuga mbuni mjini Suqian, mkoa wa Jiangsu, mashariki mwa China. Safari ya Zhang ilianza mwaka 2018 wakati yeye na mume wake walipofungua ukurasa wao kwenye mtandao huo wa kijamii ili kushirikisha uzoefu wao katika ufugaji wa mbuni. Hatua ambayo awali ilipokelewa kwa mashaka na wanakijiji wa huko ambao hawakuwahi kuona ndege hao wa fahari sehemu nyingine yoyote zaidi ya kwenye filamu fupi za wanyama wa porini. Mwanzo walishirikisha uelewa wao kuhusu ufugaji wa mbuni, lakini jambo hili halikuvutia sana wafuatiliaji. Licha ya changamoto za mwanzo, maudhui yanayowekwa na Zhang kwenye ukurasa huo yalipata mabadiliko chana mara alipoweka video ambayo alikuwa amebeba kabichi karibu na kundi la mbuni anaofuga. Video hiyo ilisambaa haraka sana kwenye mtandao na kuvutia mamilioni ya watu kuitazama. Umaarufu huo katika mtandao wa jamii ulimfanya Zhang kutafiti fursa mpya za biashara, hususan za manyoya ya mbuni. Zhang sasa anafanya matangazo ya moja kwa moja mtandaoni karibu kila siku, kawaida kuanzia saa 7 mchana hadi saa 11 jioni, na mauzo ya jumla kupitia mtandao yanachukua karibu 80% ya kipato chao. Licha ya mafanikio yake katika ujasiriamali, biashara ya Zhang imekuwa na athari kubwa chana kwa jamii yake. Katika kiwanda chake ambacho kila siku kinazalisha karibu vifaa 5,000 vya kufutia vumbi vinavyotengenezwa kwa manyoya ya mbuni, wengi wa wafanyakazi wake ni wanawake kutoka vijiji vya jirani. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng. Kwa heri. Na kabla ya kukamilisha basi katika sehemu yetu ya Jifunze Kichina, katika sehemu hii tunakuletea masomo ya lugha ya Kichina hatua kwa hatua na kwa njia ambayo ni rahisi na ya kuvutia. Karibu basi kwa pamoja tujifunze lugha ya Kichina. Mambo, karibu katika darasa la Kichina la YCT. Somo la YCT ni mfumo wa mafunzo ya lugha ya Kichina unaoongoza watoto kujifunza Kichina kwa ufanisi na kuinua kiwango chao cha uelewa wa lugha ya Kichina kwa pande zote. 第10课，现在几点？ Sikiliza rekodi na usome. 5点5点12点12点1点10分1点10分 Sasa tutajifunza maneno mapya. Tafadhali soma baada ya sauti zilizorekodiwa. 点点分分见见现在现在早上早上太早了太早了 Kinachofuata tuangalie matumizi ya maneno haya. 现在现在 Tafadhali jibu swali langu. 现在几点？ 现在10点 点点 Tafadhali jibu swali langu. 现在几点？ 现在12点 分分 Tafadhali jibu swali langu. 现在几点？ 现在11点10分 见见6点见。 6点见
早上，早上，早上5点，早上5点。太早了，太早了，太早了，太早了。Sasa ni saa ngapi? Je, unajua kusoma saa? Ngoja ni kujaribu. Saa inaposimama, tafadhali mwambie mwalimu, sasa ni saa ngapi? 现在几点？10点45分。现在几点？11点55分。现在几点？12点15分。现在几点？2点30分。现在几点？5点40分。现在几点？7点。现在几点？9点10分。Treni za herufi za Kichina. Kuna herufi ya Kichina kwenye kila behewa la treni. Tafadhali chagua puto la pinyin inayolingana na herufi ya Kichina. Puto litaruka na kurudi kwenye treni kwa kila jibu sahihi. Je, unaweza kusaidia kurudisha maputo yote? 点点分分线线见见早早在在 Kazi ya nyumbani ya leo ni kusoma maneno mapya. Kesho tutaendelea kucheza michezo ya maneno. 再见. Na kufikia hapo ndipo ninapokamilisha basi makala haya ya Nuru ya Mashariki. Usikose kujiunga nasi tena juma lijalo sana wakati kama huu kwa makala mengine ya Nuru ya Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, mimi ni Jacob Magwana nasema shukran kwa kuwa nami. Kwa taarifa zaidi kuhusu China, unaweza kutembelea tovuti ya CRI Kiswahili na marafiki_CN kwenye Facebook. Pia unaweza kupakua app ya Cheche kwenye Google Play na Palm Store.